Waziri Shamata ameitoa kauli hiyo wakati alipokuwa akizungumza na watendaji wa idara hiyo katika hafla ya iftari iliyoandaliwa na Idara ya Kilimo huko katika ukumbi wa idara hiyo Weni Wete. Amesema iwapo kila mmoja atasimamia majukumu yake itasaidia kuleta mabadiliko chanya kwa upande wa idara pamoja na wananchi. Simamia wakulima kwa kuwapatia wanachohitaji hususan swala la taaluma, lakini na pembejeo kama vile serikali ambayo imezitoa kwa wingi mno. Tuzisimamieni pembejeo ambazo zimeletwa ziweze kuleta matokeo. Na matokeo tunayotarajia hapa ni kuona kwamba Zanzibar hususan kisiwa cha Pemba kama kinavyobaki kwamba kimekuwa kikizalisha mazao mengi ambayo pengine kwa kiwango kikubwa Unguja yamepungua. Kwa hiyo niwaombe sana jukumu hilo tulitekelezeni kwa bidii. Wadau jukumu la kupanda misitu na kuyalinda na kuyasimamia waendelee kwamba kukumbuka kwamba mvua za masika zimeanza. Ni vizuri na ni kukumbushana kwenye maeneo ya serikali tuendelee kufanya hayo, na yale maeneo ya binafsi kuendelea kuwakumbusha wakulima kila mmoja wetu aweze kufanya. Aidha, Waziri Shamata ametumia nafasi ya kuwaasa watumishi wa idara hiyo kisiwani Pemba kudumisha umoja katika utendaji wa shughuli zao wakati wanapokuwa katika majukumu ya kazi na nje ya majukumu ya shughuli zao ili kupata malipo mema mbele ya Mwenyezi Mungu. Elimu pamoja na wengine viongozi wengine ambao tunakutana nao tuendelee kuishi kama tukiwa tu wamoja wakati wote. Kama ambavyo tumekutana hapa kwenye tukio hili ambalo linatuunganisha na maisha yetu, tuendelee kuishi hivyo na tukitegemea kwa yale matokeo ambayo tutakuwa tumeyapata mazuri yanotokana na matokeo ya funga zetu. Mwenyezi Mungu aendelee tujalie tuendelee kuishi siku zote. Maalim Omar Hamadi ni miongoni mwa washiriki walioshiriki katika hafla hiyo. Akizungumza kwa niaba ya wenzake, amewataka washiriki hao kuombea dua viongozi wa nchi pamoja na kudumisha amani. Mimi nilitaka tuombee dua viongozi wetu. Tuombee dua kwa sababu anafanya mingi mazuri, lakini kubwa zaidi ni kuilinda amani ya nchi. Hafla hiyo ya iftari iliyoandaliwa na Wizara ya Kilimo imehudhuriwa na viongozi mbalimbali wa chama na serikali. Nikiripoti kutoka kisiwani Pemba, ni mimi Maulid Hamisi.